Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya CGTN Kiswahili, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Timu ya 3 ya wataalamu wa matibabu kutoka China yawasili DR Congo kuimarisha mapambano dhidi ya Ebola. Mashindano ya kitaifa ya roboti za binadamu CRIAC 2026 yaanza Beijing. Vivutio vipya vya kitamaduni vyachochea ukuaji wa utalii wa wageni jijini Shanghai. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Timu ya 3 ya wataalamu wa matibabu wa China wanaopambana na magonjwa ya mlipuko iliwasili Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, siku ya Jumamosi kwa lengo la kuendeleza kazi iliyoanzishwa na timu mbili zilizotangulia na kusaidia juhudi za nchi hiyo katika kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Luku Maleo Marius, mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DR Congo, alipokea timu hiyo katika uwanja wa ndege. Alisema hali ya udhibiti na kinga dhidi ya mlipuko huo bado ni mbaya na kwamba kuwasili kwa wataalamu hao kutoka China kumetoa msaada muhimu na wa wakati mwafaka kwa DR Congo. Marius alieleza matumaini yake kuwa pande hizo mbili zitaendelea kuimarisha ushirikiano katika mapambano dhidi ya magonjwa ya mlipuko kwa kujenga juu ya msingi uliowekwa na timu zilizotangulia. Serikali ya China iliamua kutuma timu za ngazi ya juu za wataalamu wa afya baada ya shirika la afya duniani kutangaza tarehe 17 Mei kuwa mlipuko wa Ebola nchini DR Congo ni dharura ya afya ya umma yenye umuhimu wa kimataifa. Timu ya pili ya wataalamu wa China ilitumwa tarehe 3 Julai, huku timu ya kwanza ikiwa iliwasili tarehe 2 Juni. Kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Afya ya China, timu ya 3 itatoa mwongozo wa kitaalamu katika ngazi za jamii, kuboresha taratibu za kukabiliana na mlipuko huo, kuimarisha mfumo wa pamoja wa kinga na udhibiti wa magonjwa na kupanua mafanikio ya msaada unaotolewa. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na Mamlaka ya Afya ya Umma ya DR Congo, idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imefikia 3532 huku vifo 1556 vikithibitishwa kutokana na ugonjwa huo. Huku joto la majira ya kiangazi likiendelea mchana, wakazi wa Chengdu nchini China pamoja na watalii kutoka mataifa mbalimbali wanatumia nyakati za usiku kufanya michezo kama kuendesha baiskeli na kupanda miamba. Mwelekeo huo sio tu unahamasisha maisha yenye afya, bali pia unachochea biashara na kukuza uchumi wa usiku jijini humo. Ronald Mutie anaripoti zaidi. Kutokana na joto kali la majira ya kiangazi kuendelea mchana, wakazi wa mji wa Chengdu ambao ni makao makuu ya mkoa wa Sichuan kusini magharibi mwa China pamoja na watalii kutoka mataifa mbalimbali wameanza kupendelea kuendesha baiskeli na kupanda miamba baada ya jua kuzama, jambo ambalo linageuza usiku kwa wakati mwafaka wa shughuli za burudani na mazoezi. Jioni inapoingia, waendesha baiskeli hujazana katika bustani na njia maalum za kijani, ambapo kuendesha baiskeli usiku kumekuwa shughuli maarufu ya mazoezi, mapumziko na kukutana na marafiki. Majira ya kiangazi yanapoanza, wateja wanaokuja kukodisha baiskeli usiku sasa wanachangia takriban 60% ya wateja wote wa duka letu. Ili kuwahudumia vyema, tumeongeza muda wa kazi na sasa tunafungua saa 24 kila siku. Michezo ya usiku haifanyiki tena barabarani pekee. Ndani ya maduka makubwa jijini Chengdu, vituo vya michezo vinaendelea kuvutia watu wengi nyakati za jioni, huku vikichochea ongezeko la wateja katika migahawa na maduka mbalimbali. Katika kituo chetu cha biashara, shughuli za michezo usiku sasa zinachangia karibu 20% ya wateja wa jioni. Muhimu zaidi ni kwamba uchumi wa usiku umegeuka kuwa shughuli ya kijamii, ambapo watu huja na marafiki au familia zao, hali inayoongeza matumizi katika biashara nyingine. Katika ukumbi mmoja wa kupanda miamba uliopo ndani ya duka kubwa, jioni za siku za kazi sasa zinachangia 60% ya wageni wa kila siku, idadi inayozidi hata ile ya usiku wakati wa wikendi. Ongezeko hilo la watu wanaokuja baada ya kazi pia imebadili namna ukumbi huo unavyoendeshwa. Kawaida tunafunga saa 4 usiku, lakini baadhi ya matawi yetu huongeza muda wa kazi ili wafanyakazi waweze kuhudhuria madarasa yetu baada ya kutoka kazini.
Mchezo wa kupanda miamba usiku unawavutia wanaoanza pamoja na wale wenye uzoefu. Neil ambaye ni mwanafunzi kutoka Uingereza sasa anatembelea China kwa mara ya 4 na aliamua kujaribu mchezo huo kwa mara ya kwanza wakati wa safari yake. So I'm from the United Kingdom, where we're having a heat wave right now. So it's been really nice to come here and still be able to explore in the temperature. It's not been too hot. Here I love to do sports in the evening as well. I think it's a great way to relax, especially if you can do it with your friends. It's just a really nice way to end your day. Mashindano ya 28 ya kitaifa ya roboti na akili bandia nchini China yanayojulikana kama CRAIC yameanza rasmi jijini Beijing, yakikutanisha mamia ya roboti kutoka vyuo vikuu mbalimbali. Kumradhi. Mashindano hayo yanatoa fursa kwa roboti kuonyesha uwezo wa kufanya kazi kwa kujitegemea katika mazingira yanayofanana na yale ya viwandani. Simi Wanjala anaarifu zaidi. Jumla ya timu 213 kutoka zaidi ya vyuo vikuu 100 zimeshiriki katika fainali za kitaifa za mashindano maalum ya roboti za kibinadamu za CRAIC, huku zikiwasilisha takriban roboti 350. Katika mashindano haya, roboti zilionyesha uwezo wa kuendesha katika maeneo yenye aina tofauti za ardhi, kukwepa vikwazo kwa kutumia akili bandia, pamoja na kupanga na kutenganisha vipuri kwa kutegemea utambuzi wa mazingira unaofanywa na vihisi vilivyowekwa ndani ya roboti. Kwa mara ya kwanza mwaka huu, roboti kubwa zilishindana bila kutumia udhibiti wa mbali, yani remote control. Badala yake zilitegemea kikamilifu vihisi vyao vya ndani kutekeleza majukumu mbalimbali kwa kujitegemea. Mashindano ya roboti ndogo yalilenga matumizi ya mifumo ya akili bandia na utafiti wa akili iliyo ndani ya roboti, yani embodied intelligence, huku yakitoa msisitizo mkubwa katika maendeleo ya roboti zinazoweza kuwasiliana kupitia mifumo ya large language modules. Kwa kutumia teknolojia za embodied intelligence pamoja na mfumo wa Open Harmony, timu zilipimwa katika utambuzi wa picha, upangaji wa njia za roboti na maendeleo ya teknolojia mbalimbali zinazohusiana na sekta hiyo. Akili iliyo ndani ya roboti ni taaluma inayounganisha nyanja mbalimbali, hasa akili bandia na teknolojia ya roboti, huku mazingira ambayo teknolojia hii itatumika yakiwa magumu zaidi. Kadri teknolojia inavyoendelea kukua, mashindano ya mwaka ujao yanatarajiwa kuhusisha mazingira halisi zaidi. Tunaamini kuwa ndani ya takribani miaka 5 ijayo, teknolojia ya embodied intelligence, yani akili iliyojengewa roboti, itakuwa imetumika kwa kiwango kikubwa katika sekta mbalimbali. Shanghai inashuhudia ongezeko la watalii kutoka nje ya nchi, huku wengi wao wakivutiwa si tu na ununuzi wa bidhaa, bali pia na utamaduni na historia ya jiji hilo. Sera rahisi za visa na vivutio vipya vya kitamaduni vinawavutia wageni kutembelea maeneo mengi zaidi na kukaa kwa muda mrefu. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Katika barabara ya Nanjing, kampuni kongwe ya miwani ya Wu Liankai Optical imeungana na makumbusho ya Shanghai kuandaa maonyesho ya kipekee ya msimu wa kiangazi kuhusu ustaarabu wa kale wa bara la Amerika. Duka hilo limegeuzwa kuwa eneo la utamaduni linalounganisha sanaa na biashara, na hivyo kuwavutia watalii kutoka mataifa mbalimbali. So I think the idea is very nice. Like to put the whole kind of traditional Maya into merchandise. It's very, very interesting. And I think it's the design is very nice as well. I think it's the first time I ever taste corn ice cream, and it's very nice, delicate, not too sweet. Very good. See the culture, the food, the people. I think that's the most interesting thing. So I think I would expect in China, in a city like Shanghai, to see all the cultures, to see all the things. Yeah. Katika eneo la The Bund, maonyesho yanayohusu nasaba ya Song kuanzia mwaka wa 960 hadi mwaka wa 1279 yanawapa wageni fursa ya kujifunza historia ya China kupitia michoro ya kale, mandhari halisi na teknolojia ya kisasa ya mwanga. The most I like it was the Song Wukong, because it's one of the most famous in the international places. Yeah, I really like how the Chinese they can put all the products. They can make art with the culture, and then they can spread in the world, and then they can also the foreign they can enjoy about the books, the stories about China, and I really like so much.
Vivutio hivi vya kitamaduni vinawafanya watalii wakae kwa muda mrefu zaidi na kutembelea maeneo mengi jijini Shanghai. Katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, Shanghai ilipokea zaidi ya watalii milioni 5 kutoka nje ya nchi waliokesha jijini humo, ikiwa ni ongezeko la 31% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Huku uchumi wa anga ya chini ukiendelea kukua nchini China, matumizi ya drone yanapanuka kwa kasi katika sekta mbalimbali. Miongoni mwa matumizi yanayovutia zaidi ni maonyesho ya taa yanayotumia maelfu ya droni ambayo yamekuwa yakipata umaarufu mkubwa ndani na nje ya nchi. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Eneo kubwa la ghuba la Guangdong, Hong Kong na Macau la China linaendelea kushuhudia ukuaji wa uchumi wake wa anga ya chini, huku makampuni yakipanua wigo wa matumizi ya droni. Moja ya matumizi maarufu ya droni katika miaka ya hivi karibuni ni maonesho ya taa yanayofanywa kwa droni. Katika kampuni moja ya maonesho ya droni katika mji wa Shenzhen, mkoani Guangdong, wabunifu wa maumbo ya droni walikuwa wanafanya kazi kwa bidii kujiandaa kwa ajili ya maonesho ya sikukuu. Mbunifu Qing Haiqun alisema kampuni hiyo imefanya maonesho ya droni yaliyojumuisha mamia ya droni ndani na nje ya nchi. Kwa mujibu wa Bwana Qing, kampuni hiyo inatarajia idadi ya droni zitakazotumika katika onyesho moja kuendelea kuongezeka, kwani wateja wengi sasa wanaomba maonesho yanayojumuisha droni 5,000, 8,000 na zaidi ya 10,000. Xue Haoran ni mpangaji wa njia za ndege anayeongoza timu yenye watu zaidi ya 10. Anasema kadiri sekta hiyo inavyoendelea kushamiri, ndivyo timu hiyo inasafiri bila kuchoka kote nchini kuangalia maeneo na kutekeleza miradi mbalimbali ya kupanga njia za droni. Kutoka kwenye kupanga njia za zaidi ya kilomita 10, timu ya Xue sasa inapanga njia za kiwango cha mamia ya kilomita, huku ikibuni mipango ya matumizi kwa hali maalum kama vile operesheni za mipaka ya miji na mipaka ya bahari. Anasema awali ndege zilitumika hasa kwa huduma za usafirishaji wa kawaida, kwa msingi usafirishaji wa mizigo kwa kutumia ndege badala ya magari. Sasa ndege zinapeleka vitu kama vile samaki na matunda yanayohifadhiwa kwa muda mfupi, kuboresha kwa kiasi kikubwa muda wa uwasilishaji. Pia zinatumika kusafirisha nyaraka za siri na vifaa vya matibabu vinavyohitajika haraka kwenye hospitali. Ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya ndege kutokana na matumizi makubwa, watengenezaji katika eneo hilo wameboresha mbinu zao za uzalishaji. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第4课，喂，您好。 Tafadhali
Soma pamoja nami. 喂，喂， Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali yasome pamoja nami. 您，您， 您好， 您好， 找， 找， 你找谁？ 你找谁？ 回， 回， 回家， 回家， 问题， 问题， 我有一个问题， 我有一个问题， 问， 问， 问老师， 问老师， 问问题， 问问题。 Sasa tujifunze jambo kuu la leo. 你找谁？ 你找谁？ 我找我妈妈。 你找谁？ 我找我妹妹。 你找谁？ 我找我爸爸。 你找谁？ 我找我弟弟。 你找谁？ 我找我哥哥。 你找谁？ 我找我姐姐。 你找谁？ 我找王老师。 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya, na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake, na kufikia hapa sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Unapowasha taa kwa ajili ya mtu mwingine, njia yako pia inapata mwanga. Ule ukarimu unaomfanyia mwingine, wewe pia nuru yake inakuangazia pia wewe. Mimi ni Khamis Darwesh. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.